Unamuongelesha mtu lakini anakuwa mkali. Inategemea. Kwa nini? Bro, wajua katika utafiti wote ama katika research ambayo inajulikana wazi ya kwamba mtu yoyote, hata wewe tayari, hata uwe umekasirika vipi, hata uwe mkali vipi, hata uwe ni mpole vipi, hata kama pengine haupendi kuzungumza na watu vipi on public, kuna vile ambavyo ukiwa approached utazungumza. No, kwa gari, kwa gari unamuongelesha mtu. Kwa hata kwa gari pia si ni public. Alafu anakukalia mkali hivi. Ndio hivyo. Then baadaye tunasema inategemea na ile njia ambayo utatumia. Njia gani? Ongelesha bro. Wale ni wanadamu bro. Si pia sisi ni wanadamu. Kwa hivyo lazima upate kujua na uelewe kwamba wapo na hisia, tupo na hisia tofauti. Vile na kuchekia wewe. Si unaona mimi na wewe tuko na vibe kali sana. No. Nakwambia nisikize. Si unaona mimi na wewe tuko na vibe kali sana. Ni kweli ama si kweli? Kweli. The same Harrison. Kuna mtu mwingine pia vile anaona mimi kama sumu kwake. So mpaka ajue namna gani atanaongelesha bro. Okay, sasa wewe mwenye labda usikuje kwangu TV hivi. Ngoja nikwambie. Sasa wewe mwenye unajiweka labda kuna utofauti ya mimi na mtu mwingine. Ni hali ya kawaida bro. Ngoja si kawaida. Wewe mwenyewe you should lower yourself kama mwanadamu, ukae tu neutral. Ache kwambie. Sisi ni wanadamu. Ni sawa. Lakini heshima zetu zina determine. Tuko kwa gari heshima gani? Sisi tupo kwa gari pale. Tunasafiri. Naona unahitaji kuniongelesha. Na mimi nikuongeleshe. Nikombe msamaha ndio nikuongeleshe. Si mimi unahitaji kuniongelesha. Samahani hata kama sikujui kazungu nakwambia wewe wakurauka. Tulia basi. Wewe si yule mwanadada amekupendeza. Unataka kumuongelesha. Umemsoma ama mwanzo kabla umuongeleshe ama muongelesha tu? Kumsoma vipi? Si namsalimia kwa gari. Huyu alikuwa anasalimiwa na mchafuzi wa mapozi. Salamu tu. Alafu akasema don't you dare me. Mimi si kama wale huyu sasa baadaye kikamramba. Sasa pengine huenda mchafuzi wa mapozi pale. Alikosea ile timing yake kwa sababu unajua kwamba kwani salamu si kila mti huangushwa kutumia shoka bro. No, si salamu mpaka ni si salamu ni normal tu ma. Salamu ni normal lakini kwengineko si normal bro. Kwani nani asijue kama matusi ni hayafai? Nani nisikize, nani ambaye hajui kama matusi hayafai? Kila mmoja anajua matusi hayafai. Lakini amini usiamini bro, katika karne hii kuna watu wasipotukanana hawaoni kama wako katika relationship. Yaani wenyewe wanafurahikia. Lakini ile kitu normal ni kwamba salamu kwa mtu yeyote wa kawaida ukisalimiwa you respond. Wajuaje kama pengine alikuwa ameamka na zake na nafikiria vitu zake? Then uko vibaya kama wewe hata mara mwenzako anakusalimia na unakuwa mad. Na pia vile muongezi yenu pia yatadita. Wewe ushasalimiwa ukasusia salamu? Wewe mimi kwa gari kwa kivyo vyote tukaweza kwa gari wapi ukitembea ukasusia salamu tu kwa sababu umekasirishwa nyumbani? Mimi bado kwa sababu si normal. Sababu si normal. Ni wajuaje kama pengine mtu uko nje yuko wajua watu wakutafoti bro. Hata kama umekasirishwa wapi, hata kama umekasirishwa hii maisha ni kawaida. Hata kama umekasirishwa wapi na nani, una shida gani? Kwani mara ngapi na watu huku nje wamepigwa hata makofi nyumbani lakini wakifika kazi unawaona bro wana smile. Watu wako tofauti bro. Tofauti kuna yule ambaye atafuruga kazini ajavuruga watu mpaka akifika nyumbani kule anavuruga mke wake, anavuruga watoto pale ama bwanake. Na kuna yule ambaye atavuruga nyumbani shida zile anazileta paka kazini. Tuko nao unaona wako unaona tuko nao umekubaliana lakini yakubaliana na wewe so ni lazima na finalize kwa kusema hivi salamu mara nyingi huwa tunasema salamu ni za Mungu. Like you respond once umepatiwa salamu. Hapo ushapatiwa salamu ile shikamo, marahaba, unakasirika ama mambo vipi? Haunataka salamu zako. Kuna mtu you have problem. Na kuna mtu. Haya, upande wa magazeti ukiangalia gazeti ambalo limeweza kupatiwa kipaumbele gazeti la Taifa Leo ambalo ni gazeti letu tukufu la Kenya. Na ikiwezekana pia leo tuweze kuangalia magazeti tofauti. Naona mambo hapa, mambo kama mambo yenyewe. Na yani mnamuita Flower Girl. Nani huyu Governor Gladys Wanga? Flower Girl, unajua kitu Flower Girl? Kuna kitu fulani labda unafanya chenye cha kufurahisha fulani, ama cha kufurahisha. Tuko nao kanisani. Haya, polisi kula vizuri
Ndio Taifa Leo limeweza kuangazia maafisa wa polisi ngazi za chini ndio wananufaika pakubwa na nyongeza ya mishahara chini ya mageuzi yanayoendelea katika sekta ya usalama, ambapo wana constable watapokea ongezeko kubwa. Ukurasa wa pili imeweza kuangaziwa taarifa hii. Haya, unajua mahakama ni orders ambazo zilitolewa na Rais William Ruto kwamba mshahara wa maafisa wa polisi utaongezeka, hata wale wa NYS. Ndio maana pale katika mitandao yetu ya kijamii tumekuuliza, unahisi kwamba kuongezwa kwa mishahara kutapunguza ufisadi kwa maafisa wetu wa usalama? Nimekuuliza hivyo, tutakuwa tunaangalia maoni yenu pale. Serikali kufuliza kima cha takriban trilioni 5.9 katika miaka 3. Sasa ukiona kwamba serikali inafuliza bro, mimi na wewe itakuaje? Uko nafuliza bro? Uko nafuliza? Unafuliza yani? Kikijawa wajua bro, fuliza ni jina tu, lakini wangapi wana mikopo? Mikopo. Fuliza ni jina tu, lakini si ni mkopo. Mikopo inadaiwa. Mikopo tupo nayo. Kabisa. Mikopo tupo nayo bro. Tunaishi na tunatamba nayo. Ni ile tu katika hiyo kampuni waliweka hiyo jina. Mkopo huo ndio unaitwa. Okay. Lakini si unaona hata hii pia imeitwa fuliza. Ni mkopo. Nasema kama serikali itakopa takriban trilioni 5.9 katika miaka 3 ya fedha ijayo, ili kufadhili matumizi yake, jambo ambalo litafanya deni la umma la nchi kuwa zaidi ya takriban trilioni pale 12.25. Okay, pesa ndefu sana. Sasa taarifa ambayo imeendelezwa pale kwenye ukurasa wa 3 kwenye gazeti tunalolipenda, gazeti la Taifa Leo. Tukiweza kuangalia jana, kuna game ambazo ziliweza kuchezwa jana, lakini zaidi ya yote Liverpool waliweza kutafunwa na Wolves. Wanambweha mabao mawili dakika za jioni kabisa ya kuweza waliweza kuwavutia kuvuta mkia Wolverhampton Wanderers ambao walikuwa wanaingia kwenye relegation zone. Mimi katika relegation zone hawa Wolverhampton Wanderers jana walikuwa wanafika. Na jana kuna mechi ambazo zilichezwa, haikuwa siku mzuri sana kwa mimi nataka Manchester United. Kuna kitu ambacho nataka ukaweze kunifahamisha ama ukaweze kunielewesha. Ndio. Huyu kiungo mkabaji huwa ni upi? Kiungo mkabaji? Mara nyingi huwa ni beki. Beki ndio kiungo mkabaji. Yeye ndo anakaba. Watu wasiingie huku upande mwingine. Na wasirudi. Kurudi, yeye ndo anawapanga warudi vipi. Lakini mkabaji anakaba wale ambao wanaingia kufunga.